Kwa wale wapenzi wa soka sambusa, soka biriani, wanapaswa kujua kwamba mpaka sasa miongoni mwa klabu ambazo zinaongoza kucheza mpira wa kuvutia, mpira wenye pasi nyingi, mpira unaohusisha rekodi za kuvutia zisizohusisha mabao, ni pamoja na klabu za Tanzania. Katika msimu uliopita kwenye ligi ya mabingwa walioongoza katika ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, kwa msimu wa 2024-2025. Tunazungumzia hapa timu zilizokuwa zikiongoza kwa soka sambusa, soka biriani, soka la kuvutia, kwa namna ambavyo zilikuwa zikimiliki mchezo, zikipiga pasi nyingi na kufanya mashambulizi mengi. Namba moja ilikuwa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini, ambayo yenyewe katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu uliomalizika 2024-2025, tunatambua vizuri kwamba Mamelodi walifika mpaka fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu uliomalizika. Mabingwa akawa ni Pyramids, ile ya kina Fisto Kalala Mayele. Lakini kwenye kucheza soka sambusa, soka biriani, mpira wa kuvutia, Mamelodi ndo waliongoza kwa kupiga pasi nyingi, ambapo wao kwenye umiliki pia waliongoza. Kwenye umiliki wa mpira, Mamelodi possession waliongoza kwa wastani wa 63.9, around 64. Hawa ndio walikuwa vinara wa kupiga soka sambusa, soka biriani, wakiwa chini ya kocha Miguel Cardoso. Walichofanikiwa mpaka mwisho wa msimu ni kuwa wana fainali. Ubingwa ukenda kwa Pyramids, ambao wao hawakuwa na soka sambusa, soka biriani. Walioshika nafasi ya pili ni Yanga kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2024-2025. Tunatambua vizuri kwamba walishia hatua ya makundi. Sasa miongoni mwa timu zote 16 kwenye hatua ya makundi mpaka fainali iliyowahusisha Pyramids na Mamelodi Sundowns, timu iliyofuatia kwa kumiliki zaidi mpira baada ya Mamelodi ni Yanga ya Tanzania, ambayo yenyewe kwenye umiliki wa mpira wastani wa around 58.5, ambayo tunasema ni around 59. Ndio timu ya pili hii baada ya Mamelodi ni wao Yanga. Kumbuka tunachukua wastani wa umiliki wa mpira kwa idadi ya mechi ambazo wamecheza Yanga, mechi 6, wastani ni 59. Tunatambua kuna nyingine zilicheza mechi 8 kwa sababu zilishia hatua robo finali kutoka hatua makundi, nyingine zilicheza mechi 10 kwa sababu zilishia nusu finali. Zipo mbili zilizokwenda mpaka finali ambazo ni Pyramids na Mamelodi. Sasa wastani wa umiliki wa mpira kwa kila timu kwa michuano yote kuanzia hatua makundi mpaka finali, Yanga wanashika nafasi ya pili. Lakini timu ya tatu katika kumiliki zaidi mpira ilikuwa ni Joliba ya Mali. Kwa wastani ilikuwa ikimiliki mpira kwa asilimia 53.5. Tunasema around 54. Joliba ya Mali ndio ilikuwa inakamilisha orodha ya klabu 3 zilizoongoza kwa umiliki wa mpira. Hizi ni rekodi ambazo zilifanya Yanga ionekane miongoni mwa timu zinazotisha sana katika kucheza mpira sambusa, soka biriani, soka ambalo baadhi ya mashabiki ulipenda sana. Lakini mwisho wa siku ni Yanga ambayo iliishia katika hatua ya makundi. Kwa kukumbushia, miongoni mwa mechi ambazo Yanga ilitawala sana ni mechi ile maamuzi ya kuania kufuzu kwa robo finali kutoka kwenye kundi A. Kulikuwa na mvutano mkali. Al Hilal Omdurman ya Sudani ilikuwa tayari imeshajihakikishia nafasi mojawapo kati ya mbili za kufuzu robo finali. Nafasi nyingine ilikuwa ni kati ya Yanga na MC Alger. Mechi ya maamuzi ilikuwa kwa Mkapa. Yanga walihitaji ushindi wowote ili kusonga mbele, MC Alger wakihitaji walau sare yoyote ili kusonga mbele au ushindi wowote. Ni mechi ambayo iliisha kwa bila. MC Alger wakasonga mbele, wakaungana na Al Hilal Omdurman kwenda robo finali. Lakini katika mechi ambayo Yanga walimiliki mpira kwa 69, ni mechi ambayo Yanga walipiga mashuti 18, ilhali MC Alger mechi nzima wakipiga mashuti 3 tu. Yanga mashuti 5 yalilenga shabaha, MC Alger shuti moja tu ililenga shabaha. Mwisho wa mchezo ikawa ni bila. Yanga walidhihirisha namna ambavyo walikuwa wakicheza soka la kuvutia wakiwa chini ya kocha Siad Ramovic, lakini waliishia makundi. Lakini sio hilo tu. Yanga rekodi zake za kutisha katika kuashiria namna ilivyokuwa ikipiga soka sambusa, soka biriani, ni kwamba sio tu katika umiliki wa mpira. Unajua ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level, unaweza kuwa unamiliki mpira zaidi lakini pasi sio nyingi, kwa sababu umiliki wa mpira katika mechi husika ni namna ambavyo mpira unakuwa kwenu nyinyi. Ndio
ambayo mara nyingi inaambatana na idadi ya pasi. Pasi zinaweza kuwa chache kwa sababu kwenye mechi inaweza kuwa timu zote zimepiga pasi 300, alafu katika hizo wewe umepiga pasi 200. Maana yake umiliki wako wa mpira unakuwa mkubwa zaidi kuliko wale ambao walipiga pasi 100 kati ya 300 ambazo za mechi nzima. Kwa hiyo pasi zinaweza zikawa chache, lakini bado umiliki wa mpira kwenye asilimia utaona hapo ni around asilimia 67, endapo timu inapiga pasi 200 kati ya pasi 300 za mechi nzima. Nadhani umeelewa vizuri. Kwenye possession ni asilimia. Sasa kwenye pasi halisi, timu zilizoongoza kupiga pasi nyingi tunazungumzia kama ishara ya kupiga soka sambusa, soka biriani, namba 1 ilikuwa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kwa mara nyingine tena, kama ambavyo iliongoza kwenye possession, basi kwenye pasi pia iliongoza kwa sababu ilikuwa ikipiga pasi nyingi wastani kwa mechi kuliko timu yoyote miongoni mwa timu 16 zilizoshiriki ligi ya mabingwa kuanzia hatua ya makundi mpaka finali. Mamelodi kwa wastani walikuwa wanapiga pasi 451 katika kila mechi miongoni mwa mechi 12 walizocheza kuanzia hatua ya makundi mpaka finali ile waliocheza dhidi ya Pyramids ya Misri. Namba 2 kwa kupiga pasi nyingi walikuwa ni Yanga ya Tanzania. Kwa mara nyingine tena Yanga ikatisha kwa rekodi hii, rekodi ya pasi nyingi, kwamba yenyewe kwa wastani ilikuwa inapiga pasi 362 na kwa ya pili nyuma tu ya Mamelodi Sundowns. Alafu ya tatu ilikuwa ni Al Ahli ya Misri ambayo yenyewe mpaka inatolewa kwenye hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ulimalizika 2024-2025. Al Ahli ilikuwa inapiga pasi 343 na kushika nafasi ya 3 nyuma ya Yanga, nyuma ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kwa hiyo linapokuja swala kupiga pasi nyingi, Yanga walikuwa miongoni mwa klabu bora kabisa kwa msimu ulimalizika wa ligi ya mabingwa barani Afrika 2024-2025 kwa kushika nafasi ya 2 nyuma tu ya Mamelodi. Sio hiyo tu. Kipengele kingine cha kuonyesha Yanga ilitisha kwa rekodi ambazo bahati mbaya sana hazikuwa na manufaa mwisho wa siku kwa sababu akaishia hatua ya makundi, ni pamoja na namna ya kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Katika timu zilizoongoza kwa tunasema shots per match, yani kwa mechi moja timu inafanya jitihada za kupiga mashuti mangapi kutaka kufunga dhidi ya wapinzani. Kwenye eneo hili nikiashiria kwamba timu sio tu inamiliki mpira, inapiga pasi, lakini pia juu ya uwezo wa kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio. Timu iliyoongoza kupiga mashuti mengi kwa mechi ni Yanga ambayo yenyewe kwa wastani kila mechi ilikuwa inapiga mashuti 14 shots, ambazo kwa ujumla kwa kuwa iliishia tu makundi kwenye kundi la A mechi 6 14 mara 6, Yanga kwa ujumla ilipiga mashuti 84 na kutoa nafasi ya kwanza. Timu ya pili katika upigaji mashuti mengi ilikuwa ni Al Ahli ya Misri ambayo yenyewe kwa wastani kila mechi kwa wastani ilikuwa inapiga mashuti 13.8 shots per match. 13.8. Mwingine anaweza kashangaa desimali kwenye mashuti yanakuja vipi? Ni hesabu tu kuashiria utofauti baina walioongoza na wanaofuatia, lakini kimsingi hii ni around mashuti 14. Lakini kimahesabu ili kutofautisha wao na Yanga, wao ni 13.8 kwa mujibu wa CAF. Eneo lingine ambalo Yanga ilifanya vizuri sana ni kwenye kupiga kona. Ndio, Yanga ndio timu iliyoongoza kupiga kona kwa mechi kwa wastani. Ilikuwa inapiga kona 8 corners. Yes. Ya pili AS Maniema ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kwa wastani ilikuwa inapiga kona 6.5. Yes. 6.5. Huu ni wastani, hakuna kona nusu, lakini kiashiria kwamba katika kila mechi mbili kwa wastani ilikuwa inapiga kona 13 kwa maana 6.5 mara 2. Lakini ya tatu ni Raja Casablanca ya Morocco ambayo yenyewe kwa wastani ilikuwa inapiga kona 6 katika kila mchezo. Kwa hiyo Yanga ilitisha tena katika eneo la upigaji kona. Lakini takwimu zote hizi kwamba kwa umiliki wa mpira Yanga ilikuwa miongoni mwa timu mbili zilizomiliki zaidi mpira, kwa maana ikiongoza Mamelodi Sundowns, ya pili Yanga. Kwenye pasi Yanga ya pili baada ya Mamelodi pasi 451 au pasi 362. Kwa hiyo upiga mashuti mengi, kufanya majaribio, Yanga ikiongoza wastani wa mashuti 14 katika kila mechi, ingawa mwisho wa michuano kwake kwa maana mechi 6 zile za hatua makundi walipoishia na kumaliza nafasi ya 3 wakishindwa kwenda robo finali, Yanga ilifunga mabao 5 tu kati ya mashuti 84 waliopiga, ikiwa na conversion rate uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao 5.9. Lakini ikaongoza pia kwenye kona kama tulivyoonyesha, lakini mwisho wa siku iliishia wapi? Kwa kupiga kwake soka sambusa, soka biriani.
hilo ndilo ambalo tutaendelea kuzungumza kila siku tunapopata nafasi, ili mashabiki wa mpira wa miguu watambue kwamba timu zetu hatua zinakokwenda sasa zinapaswa kubadilika, zicheze mpira wa malengo, hasa kwa michuano ya CAF, kwa sababu klabu nyingi zinazofanikiwa kwa michuano ya CAF soka lake huwa ni tunasema objective football, kucheza mpira wa malengo, mpira ule wa kusifiwa kwa kupiga pasi nyingi, kufanya majaribio mengi bila kufunga, kona nyingi, umiliki mkubwa wa mpira. Halafu mwisho wa siku unaulizwa ngapi uliishia hatua ipi? Tunaona Yanga among the best teams katika kumiliki mpira, katika upigaji wa pasi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika, lakini ikaishia hatua ya makundi. Hawa ndo wakaja kuwa mabingwa ligi ya mabingwa msimu uliomalizika. Lipi bora, kucheza soka biriani, soka sambusa, ama kucheza aina ya mpira ambao unakuwezesha kupata matokeo? Ni dhahiri kwamba jibu sahihi, kama timu inamiliki mpira, inaburudisha mashabiki, ni vizuri sana endapo inafanya hivyo ikishinda na kutimiza malengo yake. Lakini kama inamiliki mpira kwa rekodi za kutisha kama za Yanga, halafu inaishia hatua ya makundi, nadhani sio muafaka kwa timu yenye malengo makubwa kama Yanga, kwa sababu hizo zinazoitwa kubwa, Al Ahly, Esperance de Tunis na nyinginezo, hata RS Berkane ambayo msimu uliomalizika ilitoa ubingwa wa kombe la shirikisho, huwa hazijinasibu kwa kupiga pasi nyingi kwenye mechi, soka la kuvutia, zishahama huko kitambo. Sifa ya kucheza mpira mzuri kwenye michuano ya CAF ina timu chache sana, ikiwemo Mamelodi Sundowns ambayo ubingwa wa mwisho ilitoa 2016 ikiwa na chini ya kocha Pitso Mosimane. Kwingineko ilipojitahidi ni pamoja na msimu uliomalizika imefika finali, haijatoa ubingwa. Jiulize wewe shabiki, mfuatiliaji wa mpira wa miguu, kwamba kipi bora, kucheza mpira mzuri halafu muishie tu makundi, muishie njiani, ama kucheza mpira wa malengo unawezesha kupata mataji na kufika mbali? Bila shaka jibu zuri ni kwamba kama timu inafikia kiwango cha kucheza mpira mzuri wa kuvutia halafu inatoa mataji, excellent. Lakini kama kuna kuchagua kucheza mpira mzuri uishie njiani kama Yanga msimu uliomalizika, ama kucheza pira gimbi, pira la hovyo lisilovutia, lakini unaenda kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika kama wanavyofanya Al Ahly, kama wanavyofanya Esperance de Tunis na klabu nyingine za ukanda wa kaskazini mwa Afrika, nadhani hilo ndio jambo zuri zaidi. Wakati Mamelodi na Yanga wakiongoza kwa umiliki wa mpira, mabingwa Pyramids wao mechi 12 kuanzia hatua ya makundi mechi 6, robo finali 2, nusu finali mechi 2, na zile za finali dhidi ya Mamelodi Sundowns umiliki wao wa mpira ulikuwa ni 50% tu. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo mpira malengo, kucheza zile wanaita objective football, ndicho alichokifanya Pyramids, na hatimaye wakatoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni historia kwao. Tangu kuanzishwa kwao walikuwa hawajawahi kulitoa taji hili, na wakafanya hivyo, lakini pia wakimtoa mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika ambaye ni Fisto Kalala Mayele. Je, wewe unasemaje? Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.